Habari mpenzi mtazamaji wa KVZ Online TV, ni siku nyingine tena ya tarehe 20 ya mwezi wa 5 2026, tukiwa tupo katika mwendelezo wa ziara ya kutembelea visima vya maji. Leo hii tupo katika wilaya ya Kaskazini Unguja. Sisi KVZ Online TV tupo na wewe kukuonesha kila kitu ambacho kinachojiri katika ziara hii. Kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tuko katika mwendelezo wa operation wetu tuloanza juzi kupitia katika miundombinu ya maji, kupitia katika visima lakini na matenki. Kwa leo tupo katika mkoa wa Kaskazini Unguja. Tumeanza kupitia sehemu tofauti. Almost leo tumepitia kwenye visima karibu 30. Tunaona zile maeneo ambayo tuna visima viko scattered kila pahali, manake kuna sehemu kuna visima kimoja kimoja, lakini tukaona tupite katika sehemu ambayo una visima vingi ili tuone namna ya kujipanga kwa hali ya kuweka usalama katika maeneo yetu hayo. Tumeanza na Donge Mbiji ambapo pale tuna visima vyetu 6, lakini Donge Kipange na hapo pia tuna idadi ya visima 6, lakini tumemaliza tukaingia Kiashange ambapo hapo tuna visima takriban 12. Tumetoka hapo tumeenda Chaani ambayo tuna visima 4 vitatu, lakini tumemaliza Kisongoni tuna visima 4, na sasa tuko Mgeni Haji hapa kusini, nayo tumepitia kabisa, tuna visima 4. Kwa hivyo takriban visima 30. Na kila tulikopita kumejitokeza baadhi ya changamoto ambazo kwa upande wetu wizara tunahitaji kuzisimamia, kuhakikisha tunarekebisha ili mazingira yawe mazuri kwa walinzi wetu. Lakini pia tumeona na uhalifu ambao ulitokezea katika maeneo hayo ambayo ni maeneo tunayoyahitaji, ni muhimu kwa sababu ni potential kwa maji ambayo tunawapelekea wananchi. Kwa hivyo tunaomba sana wananchi pia kuwapa ushauri kwamba tushirikiane katika ulinzi wa maji. Maji ni uhai, maji ni kila kitu. Hata uwe na kitu gani, uwe tajiri kiasi gani, lakini mwisho wake utahitaji maji. Hutokunywa mafuta ya petroli kwa sababu ya utajiri wako. Utahitaji maji kwa kunywa, lakini kwa huduma nyingine nyingi. Lakini hayo mahospitali yetu tunaojenga, wagonjwa wetu watahudumiwa vipi bila ya kupata maji? Lakini wanafunzi wetu shule, kuna teknolojia mbalimbali zinaendelea, lazima tupate maji vile vile na wao ili waweze kutulia katika mazingira mazuri. Kwa hivyo maji haya ni muhimu kwa upande wetu sote. Na maeneo haya ambayo tumepita, ambayo tuna visima vyetu, hayahudumii tu Donge ile pale. Kuna visima pale vinapeleka maji Tumbatu, vinasafirisha mpaka Tumbatu, tumeenda tumeviona, na sehemu nyingine na sehemu nyingine. Kwa hivyo maeneo yale ambayo tumeyaweka kwa huduma ya maji ambayo hapa yataweza kutujazia matenki yetu. Mwanzo tulikuwa tuna shida ya maji, pia tunasema tunakwenda direct pump, hatuna tenki. Lakini sasa hivi tumeona tenki ya milioni 3, lakini tumeona tenki za milioni 1, ndo kama hii ambayo tupo hapa. Ninahitaji visima vya kuweza kujaza hii, otherwise tutakuwa tuna matenki lakini maji wananchi bado hawapati. Kwa hivyo yale maeneo tulioweka visima, tunaomba wananchi sote tuwe walinzi katika kuhakikisha miundombinu ya maji yanahifadhiwa kwa maendeleo na maslahi ya wananchi wetu wote. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuweza kufanya ziara hii na kutufikisha mwisho wa ziara hii kwa leo hii. Ni kwamba ziara hii ya pamoja baina ya vikosi vya SMZ pamoja na maafisa wa Wizara ya Maji tumeifanya kwa madhumuni na malengo ya kuangalia hali halisi ya usalama ya visima vya maji. Tulianza juzi, tulikwenda mkoa Mjini Magharibi, lakini leo tumekwenda mkoa wa Kaskazini, ingawa tumeingia na kusini kidogo, lakini target ilikuwa ni kwenda kuangalia visima vya mkoa wa Kaskazini. Tumejionea wenyewe hali halisi ya ulinzi na usalama ya visima vyetu vya maji. Tumeona miundombinu iliyopo pale,
tumeona uhalisia wa ulinzi uliopo pale, lakini pia tumeona matishio ambayo yanajitokeza katika maeneo yale. Kwa jumla tuseme tu kwamba lengo na madhumuni ni kutaka kuleta usalama wa maeneo yale ili tupate maji yaliyo salama, kwa sababu maji sio tu ya kuzalishwa usalama, lakini pia yanapokwenda kule basi yawe yameenda yakiwa salama. Kwa hiyo niombe ni washauri ama niombe wananchi wote wanaokaa karibu na maeneo ya maji, ya visima vya maji, masheha, waheshimiwa wakuu wa wilaya, waheshimiwa wakuu wa mikoa, jambo hili liwe la pamoja. Vikosi tumepewa jukumu, lakini bado tutahitaji ushirikiano wa watendaji wa mikoa, wilaya na shehia ili tuweze kulifanikisha. Kwa hiyo niseme tu kwamba sisi tutachukua jukumu hili, lakini bado tushirikiane, kwa sababu wanaofanya matukio haya hawatoki mbinguni wala hawatoki baharini. Ni lazima ni watu kama sisi na wanatoka miongoni mwa jamii. Kwa hiyo kwanza tukubali kwamba wahalifu tunao, tunaishi nao, tuwe tayari kutoa ushirikiano kwa vikosi kwa kuwataja. Vinginevyo tutabakia kwenye shida hizi kila siku tunaondeshana vidole, lakini shida ya maji itaendelea kuwepo. Tufikiri endapo maji haya yote yatakosekana siku moja, kama maisha yataendelea hapa Zanzibar, possible maisha hayatakuwepo. Kwa ambaye anashiriki kwenye wizi, ambaye hashiriki, lakini kila mtu atateketea na kuangamia. Kwa ili tusifike hatua hiyo, tushirikiane kwa pamoja ili kuleta amani na utulivu katika maeneo yetu ya kuzalisha maji ambayo yanatusaidia kwenye maisha yetu ya kila siku. Mheshimiwa Naibu Katibu amesema hapa maji ni uhai. Ni kweli maji ni uhai. Hata iweje lazima utahitaji maji. Hata uwe na fedha kiasi gani, hata uwe maskini kiasi gani, hata uwe fukara, maji huwezi kuyakosa. Kwa hiyo ili tuhakikishe kwamba maji yanapatikana kwa amani, kwa usalama na kwa kila mtu hapa Zanzibar, basi lazima tutunze vyanzo vya maji ili viweze kutusitiri, kwa sababu kutuletea maji tukayapata kwa wakati, kwa vile tunavyohitaji, basi ni kustirika. Lakini pia tunaunga juhudi za mheshimiwa viongozi wetu. Mheshimiwa Rais kila siku anasema kwamba ataleta maji, ataleta miundombinu mizuri. Sasa tukiwa yeye analeta, sisi tunaharibu, hatufanyi kitu. Sasa ili kuhakikisha kwamba tunakwenda naye sambamba, basi tuhakikishe kwamba tunamuunga mkono kwa kuhakikisha kwamba miundombinu hii ya maji inalindwa, inatunzwa, lakini pia tunahakikisha kwamba inafanya kazi muda wote kama vile ambavyo imekusudiwa. Hakuna faida yoyote kuharibu kisima. Kwa imani yako kwamba wewe una imani unaharibu kisima, lakini unaleta madhara kwa watu wengi sana. Kwa hiyo tuwe na imani kwamba mlinzi wa maji si lazima awe askari. Na si sawa kusema kwamba walinzi ni watu wa Wizara ya Maji peke yao, bali ni jamii nzima ya Zanzibar. Nadhani kwamba umeweza kushuhudia ziara nzima kwa siku nzima ya leo. Sisi KVZ Online TV hatuna la ziada. Nikiripoti kutoka mkoa wa Kaskazini Unguja, Abdul Latif Abdallah, habari na picha KVZ.